Bwana Yesu asifiwe. Tarehe 18 mwezi wa 6, kipindi hewani Utupele Riziki Yetu ya kila siku. Mambo 7 ya kuzingatia kwa watu wanaohusiana na wewe kama wafanyakazi. Tuko kwenye jambo la 7 ambalo tunasema muombe Mungu akupe hekima na mwongozo wa namna ya kuhusiana na watu mbalimbali kwenye biashara yako au shughuli yako ya kiuchumi. Na jana nilikwambia kundi la kwanza la watu ni watu ambao wanakuja ili kukuinua. Kama tulivyosema kuna makundi manne au yanaweza kawa mengi, lakini nagawa katika makundi manne makubwa ya watu wanaokuja kwenye maisha yako. Jana tuliangalia kundi la kwanza ni watu wanaokuja ili kukuinua. Na tukasema si lazima wawe wazuri. Wengine wanaweza wakaja kwa ubaya au kwa njia ya kama ni wabaya, lakini kimsingi ndio wanakuja kukunyanyua au kukuinua. Na hao unahitaji kuwajua na kujua ya kwamba ni fursa ambayo Mungu ameileta kwako na ujue jinsi ya kuishi nao. Jambo la msingi sana, unahitaji kujua mwisho wa kuhusiana nao ni upi. Usiwanganganie sana wakawa mwiba zaidi kwenye maisha yako. Ujue muda ambao umefungwa nao kuja kwenye maisha yako, muda ukiisha uwaachie waendelee. Leo nakupa kundi la pili. Kundi la pili la watu ambao wanakuja kwenye maisha yako na unaweza utakutana nao, unahitaji kujua namna ya kuhusiana nao. Ni watu ambao wanakuja ili uwainue. Watu wanakuja kwenye maisha yako ili wewe uwainue. Usiwe mtu wa kutaka faida siku zote kutoka kwa watu na bila wewe kufaidisha watu. Ujue wakati mwingine kuna watu watakuja kwako ili uwainue, na hao ni muhimu sana ukawasaidia. Kuna watu tunapata wafanyakazi wazuri sana na tusingetamani waondoke. Wakiondoka unakasirika, unatafuta kuharibia maisha, na hiyo ni approach mbaya, ni kitu kibaya sana kwenye maisha. Ujue kuna watu wengine ambao wanakuja kwako ni kweli walikuja hawajui. Ni kweli walikuja hawajui hiyo kazi, hawajui nini cha kufanya, umewafundisha kazi, sasa wamejua na wanakuaga wanaondoka. Kuna watu unatakiwa waage kwa amani waondoke, kwa sababu ukijua ya kwamba walikuja kwako kwa lengo, Mungu aliwaleta kwako ili uwasaidie wainuke waendelee kupambana na shughuli zao nyingine za kiuchumi. Walikuja hawajui biashara, ni kweli wamejifunza kwako. Wanaposema nataka kutoka nikaanzishe biashara yangu, uwe na furaha ya kumwachia aende akafanye biashara yake, kwa sababu kuongezeka kwake ujue ndiko kuongezeka kwako. Kwa hiyo kundi la pili ni watu wanaokuja kwako ili wainue. Kupa mifano miwili. Mfano wa kwanza tuliuongea nafikiri juzi, mfano wa Labani na Yakobo. Mfano wa Labani na Yakobo. Unaona, Yakobo alienda kwa Labani mjomba wake akiwa hana kitu. Sura 28 kitabu cha Mwanzo anamwapia Mungu, anasema kama ukinilinda katika njia niende nayo, ukinipa chakula nile, mavazi nivae, mahali pa kulala, nitakutolea fungu la 10 la kila kitu utakachonipatia. Hana kitu, amekimbia kutoka kumkimbia ndugu yake Esau, anakwenda kwa mjomba wake Labani. Anafika kwa Labani, anakaa mwezi mzima hana kazi. Baadaye anaamua kuanza kufanya kazi ya kuchunga mifugo wa Labani, na unajua kwa mshahara wa kulipwa au mahali ya mkewe wa kwanza, wa pili, na baadaye miaka 6 zaidi, akakaa miaka 20 kwa Labani akichunga wanyama wake. Na jambo la ajabu unaliona, alipotaka kuondoka Labani alikasirika, hakufurahia kuondoka kwake. Kwanza ameshamdhulumu mshahara mara 20, mara 10 zaidi amemdhulumu mshahara mara 10. Na baadaye alipoamua kuondoka, Mungu amembariki, Labani alikasirika, akamfuatia njiani akitaka kumdhuru, na Mungu akamtokea kwenye ndoto akamkataza ya kwamba usimdhuru. Na ndipo akaacha kumdhuru. Lakini hakupenda Yakobo kuondoka kwenye maisha yake. Kwa nini? Alifanya vizuri kazi. Biblia inasema wanyama wote wa Labani ambao Yakobo alichunga hakupotea hata mmoja, na Labani akaongezeka sana kwa Yakobo kuwepo. Alibarikiwa katika kila kitu. Alipotaka kuondoka, Labani hakutaka aondoke. Sura ya 30 ya kitabu cha Mwanzo mstari wa 30 kitabu cha Mwanzo mstari wa 30, Yakobo anamwambia Labani kwamba unanikatalia nisiondoke, na anamwambia maana mali yako ilikuwa haba kabla sijaja, nayo imezidi kuwa nyingi. Bwana akakubariki kila nilikokwenda. Unaona, alibariki kila kitu alichokifanya cha Labani kwa mkono wa Yakobo kilibarikiwa. Sasa anamwambia basi sasa nitaangalia lini mambo ya nyumba yangu mwenyewe. Nataka niondoke nikaangalie mambo ya nyumba yangu. Miaka 20 ametumika, mshahara umebadilishwa mara 10, lakini Labani hakutaka Yakobo aondoke. Sura 31
mstari wa 20 hadi wa 55 unaona jinsi ambavyo Yakobo anasema, nimekaa kwako, wanyama wote walioharibiwa na hayawani ni uliwakata kwenye mshahara wangu, na nimekuwa mwaminifu kwako, sasa natakiwa kuondoka. Labani hakupenda. Mtu kama Yakobo akija kwenye maisha yako, amekutumikia kwa uaminifu, akitaka kuondoka, ujue unahitaji kumwachia kwa furaha na kwa baraka. Ndio maana Mungu alimuonya Yakobo, Labani asimdhuru Yakobo, kwa sababu ilikuwa ni wakati wake wa kuondoka. Mfano wa pili unaoona kwa Musa na mkwewe Yethro. Musa na mkwewe Yethro, kitabu cha Kutoka sura ya 4 mstari wa 18. Kutoka sura ya 4 mstari wa 18. Basi Musa akaenda na kurejea kwa Yethro mkwewe na kumwambia, nipe ruhusa niende na kusihi niwarudie hao ndugu zangu walioko Misri, nipate kuwaona kwamba wako hai hata sasa. Yethro akamwambia Musa, haya, nenda kwa amani. Hii inatakiwa iwe kauli mbiu yako kama unataka kufanikiwa kibiashara. Mtu kama Musa akija kwenye maisha yako, amekuja hana kitu, amekimbia. Musa amemuua mtu, amemkimbia Farao. Binti wa Yethro amemuona, amewasaidia kunyosha wanyama wao na kuwachunga kule nyikani. Wanamwambia Yethro, Yethro anamkaribisha nyumbani. Baadaye anaoa mtoto wa Yethro, anakuwa mkwewe, na unaona akiongezeka, anakuwa na mali, ana watoto. Sasa ana wito wa Mungu ndani yake, naye anatakiwa kuondoka, wafuate wa Israeli kule Misri kuwasaidia. Angalia, Yethro hakukasirika, japokuwa anampoteza mchungaji wa wanyama, japokuwa anapoteza mkwe, hakumng'ang'ania kwamba usiondoke. Alimwambia, nenda kwa amani. Kwa hiyo tujifunze kuwa kama Yethro. Watu ambao wanafanya kazi kwetu, japokuwa wametufanikisha sana, muda wao ukiisha, tuwaruhusu waende kwa amani, tena kwa kuwa support, kwa kuwajali, kwa kuwasaidia ili wakafanikiwe zaidi. Unaweza pia ukachukua mfano wa Yusufu, fanya vizuri ndani ya Potifa, japokuwa anaondoka kwa lawama na kisingizio cha kubaka na kwenda kufungwa, lakini angalia jinsi ambavyo alikaa kwa Yethro, alifanikisha nyumba ya Yethro. Naamini nyumba ya bwana wake alipokuwa amekaa, na japokuwa alitupa gerezani, lakini kwa kweli muda wote aliokaa alikuwa amemfanikisha bwana wake, nyumba yake, kila kitu kiliongezeka. Jifunze kwa Yethro, watu ambao wako kwenye maisha yako, ndani yako, ukisikia kwamba walikuja ili wasaidie, umewainua, ni kweli, jisifie, jisikie raha kwa kuwainua na kuwasaidia. Wape msaada zaidi, waondoke ili wafanikiwe. Kadri wanavyofanikiwa kwenye biashara zao na mambo yao, hawataacha kukutaja kwamba umewasaidia, na hata wasipokutaja kwamba umewasaidia, ona ya kwamba umetoa sadaka yako kwa Mungu. Mungu anakubariki hivyo. Kumbuka, biashara ni neema ya Mungu kwako kuwasaidia wengine. Ona ya kwamba umemsaidia, na iwe ni sadaka yako kwa Mungu. Tafuta mtu mwingine na Mungu atakubariki kwenye nafasi yake. Endelea kufanya kazi kwa uaminifu, na Mungu akujalie kuwa na huo moyo. Wakati mwingine ni ngumu sana. Fikiri Yethro kumwachia Musa ni kitu kigumu. Fikiri Labani kumwachia Yakobo, kitu kigumu sana. Ndio sadaka pia Mungu alitoa, alimwachia mwanae mpendwa Kristo Yesu. Ni jambo gumu. Kwa hiyo sisemi ni jambo jepesi, lakini ndio wito tulioitiwa kama watumishi. Kwa kufanya hivyo, unaongeza baraka za Mungu kwenye maisha yako, pasipo manunguniko, pasipo majuto, na kadri unavyofanikiwa Mungu atakufanikisha pia. Mungu akubariki. Tuonane kesho saa 12 asubuhi. Amen.